amewekewa Lusajo. Lusajo atachagua kucheza na nani? Amechagua na Aba Abe, alitumbukiza cross ile. Yuko pale Midi Mkami. Ngita! Mwana Azam FC. Katika kipindi chetu cha leo tutarejea mchezo wetu wa NBC Premier League tuliocheza jijini Arusha dhidi ya Fountain Gate FC. Sogea. Katika sehemu nyingine ya kipindi tutaangazia ushiriki wa timu zetu za vijana katika mashindano ya Wisdom International Youth Tournament. Timu zetu za vijana wenye umri chini ya miaka 13, 15 na 17 zilishiriki mashindano hayo yaliyoandaliwa na Fountain Gate Sports Academy. Mwana Azam FC, tunaanza kipindi chetu kwa kutazama mchezo wetu wa NBC Premier League tuliocheza juma lililopita dhidi ya Fountain Gate FC jijini Arusha. Mwana Azam FC, tunakuletea mtiririko wa safari yetu ya Arusha, namna ambavyo tumepambana mpaka hatimaye kuibuka na ushindi wa magoli 2-0 dhidi ya Fountain Gate FC. Mwana Azam FC, wanajeshi wetu waliondoka kwenye viunga vya Azam Complex Chamazi na kuelekea jijini Arusha kwa lengo moja tu, kuzisaka alama 3 muhimu. Safari hii ilianza majira ya saa 4 asubuhi Jumatano ya tarehe 10 Juni mwaka 2026. Tulikuta jiji la Arusha likiwa na hali ya hewa nzuri, kibaridi cha hapa na pale. Na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumefika hapa salama Arusha majira ya saa 6, tumepata kupumzika, na sasa hivi majira haya saa 11 timu iko uwanjani kufanya mazoezi ya kwanza kabisa kabla kufanya mazoezi ya mwisho. Ni miongoni mwa michezo 5 ambayo ilikuwa imebaki. Tunajua ni michezo muhimu sana ambayo imebaki. Kwa hiyo nitoe rai kwa mashabiki wote wa Azam ambao wako hapa na sehemu nyingine, wajumuike na sisi kesho kutwa kuweza kushinda au kufanya mazingira mazuri katika mchezo wetu ambao wa umuhimu zaidi, na kuweza kupata support kwa ujumla ili tuweze kushinda mechi yetu ya kwanza katika michezo yetu 5 iliyokuwa imebaki. Kikosi chetu kilianza mazoezi yake ya kwanza kwa ajili ya kujiweka sawa kuwakabili Fountain Gate FC. Kamata anapiga. Twende ndo 3 hiyo. Ndo 3 hiyo, wamesema unaipa kwa 4, unaipa kwa 4. Oh, John niko hapa mimi. Mimi niko hapa nakupa ulimbo wa kupiga. Twende. 1, 2. Yes. Come on. Aishi njoo. Yani huendi kule. Aishi njoo hapa. Njoo. Wakati mazoezi yakiendelea, kuna mambo hutokea kwenye mazoezi. Hapa ni session ya magolikipa na walimu wao. Mchezo ulianza hivi. Baada ya Foba kupiga kazi ya kibabe, golikipa mwenzake alikuwa kiaina fulani kama anamcheka, si ndio? Kocha msaidizi Mwalo Ilunga kaamua kumpatia adhabu fupi. Sasa Aishi alivyoona amekamatika kwenye mtego, akawa anasingizia kwamba mwalimu mkuu Ibenge ana program na yeye. Kocha Mwalo akaona huu ni ujanja. Aishi njoo. Yani huendi kule. Aishi njoo hapa. Njoo. Akamkomalia mpaka akarudi kuja kuitumikia adhabu yake. Mwamba akaamua si shida, akaamua kukubali kutumikia adhabu yake. Mara akaona ngoja tena ajaribu kuikwepa adhabu ya kocha Rodi ambaye pia ni kocha wa magolikipa. Alimwambia aendelee kuitumikia adhabu yake. Aishi. Okay, Rodi. Aishi endelea. Endelea. Shamaliza, endeleeni. Messi. Ikabidi akubali kuitumikia adhabu yake tu, maana mbinu zote zilishindikana. Achia.
Messi Rodi. Aisha. Oya. Hizi ni stori za ndani ya mazoezini, hakika zinafurahisha. Tulikuwa na mapumziko mafupi kutokana na mechi za timu za taifa kabla ya kuanza maandalizi ya mchezo huu kwa kucheza mechi ya kirafiki dhidi ya Namungo. Wachezaji waliobaki kambini waliinua kiwango cha kazi na walifanya mazoezi kwa bidii kubwa. Walifanya kazi nzuri na tukacheza vizuri dhidi ya Namungo. Sasa tupo hapa kupigania pointi 3 dhidi ya timu ambayo imekuwa ikitupa wakati mgumu. Tulitoka sare nyumbani dhidi yao na haikuwa mechi rahisi hata kidogo. Naamini tutazidi kujikita kileleni na kuwaacha Singida nyuma zaidi, jambo ambalo litafanya iwe vigumu kwetu kufikiwa. We have a little break for national teams, so we prepare this game by playing friendly games against Namungo. But the other players who were with us work a lot. They work in a good way, and we make a good game against Namungo. And now we are here to fight and bring 3 points against one team who make too much trouble to us because we draw at home and it wasn't easy. Tomorrow, if we have the opportunity to win this game, I think we are going to let Singida so far than they can catch us. I think it will remain only mathematically 1 point to go to Africa. So we want to be back in Africa as soon as possible and not have any stress in the last games. Nadhani baada ya hapo itabaki hatua ndogo tu, hata kama ni kihesabu, kuhakikisha tunafuzu kushiriki michuano ya Afrika. Tunataka kurejea Afrika haraka iwezekanavyo na kuepuka presha yoyote katika michezo ya mwisho ya msimu. Hayo yalikuwa maneno ya kocha mkuu Florent Ibenge akieleza mipango na malengo yake kuelekea mchezo dhidi ya Fountain Gate FC. Hii ilikuwa ni siku moja kabla ya mchezo huo, ambapo kocha Ibenge alizungumza na vyombo vya habari katika mkutano rasmi na waandishi wa habari. Katika maelezo yake alisisitiza umuhimu wa mchezo huo kwa kikosi chake, akieleza kuwa lengo kuu lilikuwa ni kupata ushindi na kuendelea kujiimarisha katika msimamo wa ligi. Kocha Ibenge pia alieleza kuwa maandalizi ya timu yalikuwa mazuri, huku akiwapongeza wachezaji wake kwa namna wanavyofanya kazi kwa bidii katika kipindi cha mapumziko kilichotokana na mechi za timu za taifa. Kwa mujibu wake, mchezo dhidi ya Fountain Gate ulikuwa muhimu katika safari ya Azam FC kuelekea kutimiza malengo yake ya msimu huu. Akiwa na imani kubwa na kikosi chake, Ibenge alisisitiza kuwa ushindi katika mchezo huo ungeisogeza Azam FC karibu zaidi na kufuzu michuano ya Afrika na kupunguza presha katika hatua za mwisho wa msimu. Ingekuwa embe dodo ningeila na majani. Azamu naipenda, usifekere utani. Ingekuwa embe dodo ingekula na majani. Wakati maandalizi ya mchezo dhidi ya Fountain Gate FC yakiendelea, timu ya masoko na mauzo ya Azam FC ilifanya ziara maalumu ya kuwatembelea mashabiki wa klabu mtaa kwa mtaa jijini Arusha. Kuelekea mchezo huo muhimu kabisa, meneja wa masoko wa Azam FC Hayubu Shelukindo akiongozana na maafisa wa masoko wa klabu walikutana na mashabiki na wadau mbalimbali wa Azam FC kwa lengo la kuimarisha uhusiano na kusogeza huduma za klabu karibu zaidi na mashabiki wake. Katika ziara hiyo, uongozi wa klabu ulipata fursa ya kuwashukuru mashabiki kwa sapoti yao ya muda mrefu kwa timu, kusikiliza maoni yao pamoja na kuhamasisha kujitokeza kwa wingi kuishangilia Azam FC katika mchezo dhidi ya Fountain Gate FC. Miongoni mwa maeneo yaliyotembelewa
ni New Sky Barbershop ambao wameendelea kuonesha upendo mkubwa kwa Azam FC kupitia ushirikiano wao na sapoti ya mara kwa mara kwa shughuli za klabu. Eneo hilo limekuwa moja ya vituo muhimu vya mashabiki wa Azam FC jijini Arusha, likiwaunganisha wapenzi wa timu na kuendelea kuhamasisha ari ya kusapoti Azam FC katika kila hatua ya safari yake. Ziara hiyo ilikuwa sehemu ya juhudi za klabu kuhakikisha mashabiki wanakuwa sehemu ya mafanikio ya timu ndani na nje ya uwanja. Kubwa zaidi, tuko mjini Arusha. Tumewafikia wadau mashabiki wa Azam FC. Hapa tuko New Sky Barbershop ambao ni wadau wetu wakubwa, siku zote wamekuwa wakituunga mkono. Nitoe shukrani za dhati kabisa kwa niaba ya uongozi wa Azam Football Club kwa uongozi wa New Sky Barbershop chini ya meneja Mr. Hamim. Kusema ukweli, wametuunga na wametupa support kubwa kwa kuwanunulia staff wake jezi za Azam FC kuzitumia kama uniform zao. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwapongeza kuchagua logo yetu, lakini vile vile wametupatia sehemu hii. Ni kwamba ni mashabiki wa Azam FC kanda ya kaskazini ikiwemo Arusha mjini, wakiwa na shida kuhusu Azam Football Club, basi watafika sehemu hii kuja kupata taarifa za klabu. Kwa hiyo kwa Arusha mjini hapa tuna sehemu mbili sasa hivi. Tuna pale Summit Center kwenye mgodi wa Azam TV, lakini tuna sehemu nyingine ambayo ni hapa New Sky Barbershop. Kwa hiyo mashabiki wa Azam FC wakiwa wanahitaji bidhaa za Azam FC, basi wakifika hapa watapata muongozo. Lakini vile vile uongozi wa New Sky Barbershop wamewaruhusu staff wao kwenda kuisupport timu yetu kwenye mechi dhidi ya Fountain Gate FC. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwashukuru kwa jinsi gani wanavyotuunga mkono, na wafanyakazi wangu wote kama mnavyoona wamependeza kwa uzi wa Azamu. Bidhaa bora sana, hazina makando, timu bora, timu bora, bidhaa bora. Ni uongozi umetoa fedha na kuwekeza kwa wafanyakazi kuwanunulia jezi bora ili kesho kwenda kuwasapoti Azam FC kupata ushindi. Nikiwa kama shabiki kindaki wa Azam FC, alafu mbaya zaidi nampenda sana Feitoto na kukubali mwamba. Bana, kwa majina naitwa Octavian Chimpota almaarufu kama Mwenezi Azam FC. Kwanza nitoe pongezi za dhati kwa uongozi wa Azam FC chini ya rais wa klabu ya soka Azam FC na Solid Safaza, CEO Anoro, makamu na kila muhusika wa pale kwa kuendelea kuwawezesha au kuwapa nguvu viongozi wetu, kwa maana ya kwamba kitengo cha masoko chini ya meneja masoko Ayubu Sherukindo kuweza kuwafikia mashabiki wa Azam FC door to door. Kila sehemu ambao wapo wanahakikisha wanawafikia. Kwa hiyo ni jambo la kuwapongeza sana, wanafanya kazi mzuri sana. Azam FC, timu bora, bidhaa bora, ushindi lazima. Hatimaye siku ya mchezo ikawadia. Kikosi cha Azam FC kiliingia uwanjani kikiwa na dhamira moja tu, kupambana kwa nguvu zote na kuhakikisha kinapata alama tatu muhimu. Amekewa Lusajo atachagua kucheza na nane. Amechagua na Aba Abel, tumbukiza cross ile, yuko pale Midi Mkami, Ngita Jean-Jacques Ngita. Tangu dakika za mwanzo za mchezo, wachezaji wetu walionyesha ari kubwa, nidhamu ya hali ya juu na kiu ya ushindi dhidi ya Fountain Gate FC. Juhudi hizo zilizaa matunda katika kipindi cha kwanza, ambapo nyota wetu Ngita aliandika bao la kwanza la mchezo na kutupa uongozi muhimu. Abel lakini akaikamilisha vema Imidi Mkami. Jefte Kanute Idi Suleiman ameweka kwenye njia kumtafuta Jefte Kitambala,
Baada ya mapumziko, Azam FC iliendelea kutawala mchezo huku ikitengeneza nafasi mbalimbali za kuongeza mabao. Hatimaye katika kipindi cha pili, nyota wetu Kitambala alifunga bao la pili na la kufunga pazia, akihakikishia Azam FC inaondoka na ushindi mnono. Mwamuzi alipuliza filimbi ya mwisho na kuthibitisha matokeo ya mchezo kuwa Azam FC 2 na Fountain Gate 0. Ulikuwa ni ushindi muhimu kwa Azam FC, ushindi uliotokana na kazi kubwa ya wachezaji, benchi la ufundi na sapoti kubwa kutoka kwa mashabiki wetu waliokuwa nasi kutoka mwanzo hadi mwisho wa mchezo. Baada ya mchezo, kocha mkuu Florent Ibenge alisema kuwa hakutarajia mchezo mwepesi dhidi ya Fountain Gate FC kutokana na ubora wa wapinzani hao, hususan katika mashambulizi ya kushtukiza. Hakuna mchezo mwepesi. Fountain Gate ni timu hatari sana kwenye mashambulizi ya kushtukiza. Unapokuwa unacheza kwao na ukiingia uwanjani ukiwa na lengo la kushambulia na kutafuta ushindi kama sisi, unaacha nafasi nyingi nyuma, na wao wana kasi kubwa ya kuadhibu makosa, hivyo kuwa mchezo rahisi kwetu. There is no easy game, you know, and this team is really dangerous in counter-attack, and especially when you are at home like that, when you have the idea to go to attack and to win like us, you let a lot of spaces, and they are so speed, they can kill you. So it was not easy for us, but we did it good. It was another game. We keep the ball more, we let them run, and as soon as we know that also in air ball it could be more difficult, more easy for us. So we scored this game, this goal, this first goal with a head from Ninja, and after that they attack, they open more, so we can go, we score in a counter-attack. So we are happy because we take 3 points. It's what we wanted today. The next one is Masuja. We know that is not easy. We draw the first game there, so we will be at home. We have to make the game to create a lot of possibility to score and finally to win. We know that we are far from Chamazi, and if you have some people who come to see you, it's grateful. So we don't forget them. The next one, I hope they are going to be more, because it's a possibility for us to celebrate the qualification to Africa. So we want to celebrate with them. So I just tell you, come in the stadium and be a lot of, come really, I want to see you to fulfill this stadium to enjoy together. Kocha huyo alieleza kuwa Azam FC ilicheza kwa nidhamu kubwa kwa kumiliki mpira kwa muda mrefu na kuwafanya wapinzani kutumia nguvu nyingi kukimbizana na mchezo. Leo tulicheza vizuri, tulimiliki mpira kwa kiwango kikubwa na tukawalazimisha wapinzani kukimbia sana. Tulijua kwamba kadri muda unavyozidi kwenda, hali hiyo ingekuwa ngumu kwao na kutupa faida sisi. Ibenge pia alimpongeza Ngita kwa kufunga bao la kwanza la mchezo kwa kichwa, bao ambalo lilibadilisha mwelekeo wa mchezo na kuwafanya wapinzani kufungua zaidi safu zao wakisaka kusawazisha. Bao la kwanza la Ngita lilitupa utulivu. Baada ya hapo walilazimika kushambulia zaidi na kuacha nafasi ya nyuma. Tuliweza kutumia nafasi hizo vizuri na kufunga bao la pili kupitia shambulizi la haraka. Akihitimisha mazungumzo yake, kocha huyo alieleza furaha yake baada ya kikosi kufanikisha lengo kuu la mchezo huo. Tunafurahia ushindi huu kwa sababu tumepata pointi 3 ambazo ndizo tulizokuwa tunazitafuta leo. Wachezaji wameonyesha kupambana kwa moyo mkubwa na wamefanikisha malengo yetu. Mwana Azam FC, tukiachana na mchezo wetu wa NBC Premier League dhidi ya Fountain Gate FC, sasa tuhamia upande wa maendeleo ya vipaji na kuangazia timu zetu za vijana ambazo zinaendelea kufanya vizuri katika mashindano mbalimbali.
Kwa upande wa timu yetu ya vijana chini ya umri wa miaka 17 waliendelea kuonesha kiwango bora kwa kushiriki michezo minne na kupata matokeo mazuri kutoa ubingwa wa mashindano hayo. Safari ya mafanikio ilianza tarehe 11 ambapo vijana wetu waliwakabili Rock Singida na kuibuka na ushindi mkubwa wa mabao 4-0. Baada ya hapo tarehe 13 kikosi chetu kilishuka dimbani dhidi ya Kili Youth na kuendelea na mwendo wa ushindi baada ya kuibuka na matokeo ya mabao 3-1. Tarehe 14 vijana wetu walirejea tena uwanjani kuwakabili JMK katika mchezo uliokuwa na ushindani mkubwa. Azam FC ilifanikiwa kuibuka na ushindi mwembamba lakini muhimu wa bao 1-0. Baadaye jioni ya siku hiyo Azam FC Under 17 ilihitimisha ratiba yake kwa mchezo dhidi ya Young Africans. Mchezo huo ulikuwa na ushindani mkubwa kutoka kwa pande zote mbili na hatimaye ukamalizika kwa sare. Baada ya kukamilika kwa michezo yote, Azam FC Under 17 ilitangazwa mabingwa mashindano hayo kwa kukusanya pointi 10 sawa na Young Africans. Hata hivyo vijana wetu walifanikiwa kutoa ubingwa huo kutokana na kuwa na wastani bora wa mabao ya kufunga. Azam FC Under 17 ilimaliza mashindano ikiwa imefunga mabao 8 huku Young Africans wakifunga mabao 6, jambo lililofanya Azam FC kutoa taji hilo kwa tofauti ya mabao. Kwanza tunashukuru, na hayakuwa mashindano marahisi. Mashindano yalikuwa ni magumu, na moja ya ugumu wake ni jinsi ambavyo kwa tunaweza kucheza consecutive games day after day. Hakuna muda wa kupumzika, hamna muda wa kusahisha makosa, na timu ambazo zilikuwa zimeshiriki pia ni timu ambazo zinaonekana zimejipanga. Kwa hiyo haikuwa rahisi kumanage kuweza kuchukua vikombe viwili vya under 15 pamoja na timu yetu under 17. So it was very tough for us. Anachukua kombe tu basi. Hongera kwa vijana wetu wa Under 17 kwa kuendelea kuipeperusha vyema bendera ya Azam FC na kuonesha kuwa mustakabali wa klabu unaendelea kuwa imara kupitia maendeleo ya vipaji ya vijana. Na hapo ndiyo tunafikia tamati ya kipindi chetu cha leo. Tumeshuhudia safari ya kikosi chetu kuelekea Arusha, maandalizi ya mchezo dhidi ya Fountain Gate FC, ushindi muhimu wa mabao 2-0, maoni ya kocha mkuu Florent Ibenge baada ya mchezo, pamoja na mafanikio makubwa ya timu zetu za vijana zilizoendelea kuiwakilisha vyema Azam FC. Tunawashukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi na kwa sapoti yenu kubwa kwa mnayoendelea kuipa Azam FC kila wakati. Endeleeni kufuatilia kurasa rasmi za klabu kwa habari, matukio na taarifa mbalimbali zinazohusu timu yetu. Mpaka wakati mwingine, siku na muda kama wa leo, kumbuka Azam FC, timu bora, bidhaa bora.